Yes, bwana so kinyonge, hii movie bwana inaanzia hapa bwana. Usisahau kusubscribe hapo, like na comment ili uendelee kupata movie zetu kali. Ubidada bwana anaitwa Chioma. Na huyu hapa bidada unamuona hapa bwana anaitwa Isla. Amefika leo hii hapa ni hawa ni bwana wanaitwa The First Year. So wamefika kwenye campus kwa mara ya kwanza. Huyu bidada bwana ni mtu mmoja wa TikTok sana. So unajua ile kujisnap muda wote. Hasa Chioma alikuwa anawasalimia, lakini mabidada wako busy sana. Na huyu hapa ndo roommate wa mwenzake. Hasa kwa anajiuliza mbona kama wako busy hivi hawana time na mimi. Akamwambia jamani, nashukuru sana kwa kunifikisha katika room yangu, so mnaweza mkaenda tu maana, lakini room zenyewe naziona hazipo hata kwenye ubora. Sasa bidada ambaye tu Chioma akawaangalia akaona kumbe haina time na mimi kabisa. Basi wenzake akaondoka, akawa anaangalia sasa kitanda chake. Mbona kama kuna vumbi fulani hivi? Yaani chumba chenyewe ndo kibovu namna hii. Akawa anakagua, anaona na nusa. Yaani kuna vumbi kama nini. Sijazoea kabisa maisha haya hapa. Lakini bidada ambaye tu Chioma akawa anamwangalia tu. Bidada anajikuta sister du vibaya mno, anajikuta mtu wa matawi sana. Kwa upande wa pili huku tunakutana na mchizi mmoja ambaye aitwa Darusi. Huyu ni mshikaji mmoja ambaye hapa chuo bwana ni mtu mmoja ambaye anamtumikia mshikaji fulani hivi ambaye aitwa Anderson. Sasa hapa kipindi ametulia zake hivi, anamsikilizia bosi wake ili aje hapa. Sasa kama ametulia hivi, akanaona gari sasa hilo linafika. Alipofika pale akawa analisalimia kwa mbali. Sasa kazi yake ni moja tu, akawa analifukuzia kwa mbio vibaya mno. Maana huyu hapa ni moja kati ya chawa wa huyu mshikaji ambaye aitwa Anderson. Anderson anamuita huyu kama dogi wake, yani ni mbwa wake ambaye anamfanya chochote anachokitaka, anamtumikia kwa kila kitu. Kwa hiyo mwamba akawa mtu wa kukimbia na kulikimbiza ile gari ndani ya iko chuo, kwamba kila mtu akawa anamtazama. Basi gari likafika maeneo yake husika ambayo inabidi kufika, basi akamfungulia mlango mshikaji ambaye aitwa Anderson, mashikaji zake nini wametulia zake pale, wakawa wanamwangalia. Wewe inakuaje mwamba? Mwanangu hatimaye tumerudi tena chuo. Si unajua maisha yanaendelea kwa mazuri. Kaambia wewe, vipi unaniangalia Darusi Hebu toa huko. Toa mabegi yangu huko. Naangalia unanishangaa nini? Oa wazee. Maisha ndio tumerudi. Dogi wangu kama mnavyomjua ni mwendo wa pali. Wakawa na ingia zao sasa ni tafrani ya chuo. Kwa upande huku sasa tunaona wale first year sasa ambaye aitwa Isra, wakawa nasikia story fani. Hoya, umesikia bwana? Anderson amefika bwana. Mabidada wote wana doubt. Si unajua yule mtoto wa kishua tajiri pesa zote nazo yeye. Basi wabidada first year walivyosikia hivyo wakawa wanafuatilia. Hoya, yule ni handsome. Hauwezi amini. Yaani na mafansi wa kutosha. Yaani sitotaka kusubiri. Yaani huyo lazima awe mpenzi wangu. Iwe isiwe, lazima awe wa kwangu. Yaani iko ndo mission ya kwanza ambayo inabidi tuletee hapa. Kwa hiyo iwe isiwe, lazima iwe hivyo. Basi wakaamua kurudi zao moja moja mpaka mitaa dogo. Sasa Chioma akawa anaongea na simu, lakini network ikawa inamsumbua. Sasa bidada alipotoka ndani akamwambia, yaani wewe uko serious? Unarekodi mimi nimetoka kuoga. Wewe hebu toka bwana ndani kwangu, sikuhitaji. Yaani huyu ameniona kabisa mimi niko busy. Kwa upande wa pili huko mchizi ambaye aitwa Darusi anaonekana anafuta sana hivi vitu nini. Si unajua ndo doge hivi nini, mwamba akawa anarusha huku na huko. Sasa mwamba amemind kitu kimoja kwamba Darusi amefaulu mtihani kumpita yeye. Na iko kitu ambacho hakihitajiki sana, kwamba Darusi mama yake anafanya kazi kwa kina mchizi ambao aitwa Anderson. Kwa hiyo unanipita mimi kwenye mtihani, si ndio? Yaani siamini kwamba naomba utoke katika chumba changu. Fanya haraka utoke. Unajua mambo sana. Huyu mtoto yani ananichanganya. Baada ya Chioma huyu hapa kamefika. Vipi? Mbona unaonekana umeconfuse sana? Hebu niache bwana. Chioma bwana, huyu hapa ni binamu yake. Sasa kwa upande wa huko wakawa wametulia hivyo wanasikiliza. Sasa kuna shushu wake mmoja ambaye ni rafiki yake vibaya. Mnakwambia wewe, nimesikia bwana taarifa. Yule Chioma sasa, yule ambaye teammate wako ameingia paka mule ndani kwa yule Anderson. Sijui ni mpenzi wake, sijui nini. Inabidi tukamuulize vizuri kwamba kwa hiyo yule Chioma ambaye tulikuwa tunamdharau vile, kumbe ni mtu wa nyazifa sana hapa. Hebu ngoja niende nikamuulizia. Basi bidada ambaye tu Israel akaingia ndani moja kwa moja, akawa anamuuliza sasa Chioma, hivi Chioma na jambo sasa. Chioma akawa anajiuliza, hivi unaongea na mimi au kuna mtu nyuma yangu unaongea naye? Wewe ulikuwa unanidharau mimi muda wote Una shida gani? Bwana mimi nilikuwa nakuuliza kwamba yule Anderson ni mpenzi wako au inakuwaje? Akamwambia mimi Anderson sio mpenzi wangu. Yule ni
binamu yangu. Kwa hiyo nataka kusema na yeye ni familia ile pale. Bwana naomba usinisumbue. Basi bidada huyo hapa asubuhi sana sijajua watu wa TikTok nini kujisnap nini kama kawaida. Sasa bidada akapita mshikaji ambaye aitwa Darusi, bahati mbaya akampush sema, sorry. Ni umeniangusha simu yangu kama umeivunja. Jamani, si nimekuomba msamaha Kuna shida gani? Mimi nishakuomba msamaha. Mambo madogo kabisa hapa. Naomba unisamee Basi kwa pande huko sasa bidada akawa amepata taarifa kwamba kuna night party inatakiwa ipigwe mitaa hiyo hapa. Akamwambia bwana, sasa nimepata taarifa, tunaomba Chioma utusaidie kuingia katika ile party. Yani mimi sipo interested bwana. Basi kwa upande huko mchizi ambaye aitwa Darusi anaongea mama yake, na mama, uendelea tu kukaza moyo hapa kufanya kazi hapo. Na imani siku moja utatoka katika hiyo nyumba. Kwa hiyo usiwaze. Kwa upande huko sasa Chioma akawafanyia mpango nini, wakapata invite card, lakini Chioma akawa anawakazia kwamba mimi siwezi nikaongozana na yeye. Ili mradi card simshapata. Nyie mtajiunga wenyewe mtakuja bwana. Kwa nini? Analinga kitu gani? Kadi si tunazo, tutavaa vizuri, tutapendeza, tutaingia. Kwani kuna shida gani? Kwa upande huku sasa mchizi ambaye aitwa Anderson, leo hii hapa demo wake anafika anamkumbatia ile nini, anambusu, anamwambia bwana, hebu niache bwana. Niache, kwani kuna shida gani? Hebu naomba uniache. Mama anazalao vibaya mno. Si unajua tena mtoto wa kitajiri nini ya pesa za kutosha. Ambe wewe, naomba niache afu utoke katika chumba changu. Sikuhitaji kwa saizi. Kuna shida gani? Hivi Anderson, upo tayari kabisa umeachana na mimi? Unitaki? Basi bwana, kwa upande huku bwana, leo hii hapa ndio siku ambayo ya party. Akasa Chioma akafika pale akauliza, jamani, ndio mmevaa hivyo, mbona mmekaa uchi kabisa hivi? Muone huyu naye. Wewe hizo ndo nguo gani? Akambia sasa hizi ndo nguo za party dada. Chioma, hizi ndo nguo za party. Akambia hapana, bwana, mind your business. Wakafika moja kwa moja paka mitaa party. Sasa unajua ile watu kila mtu ana party nini, wanafurahi, wana enjoy nini, lakini sasa ghafla mchizi ambaye tu Anderson ikawa ndo muda wake kuingia, watu wote party la kutosha. Si unajua akamwambia bwana Chioma, naomba unisaidie basi niwe tu karibu naye, tupeleke paka pale hata nisalimie. Sawa, nitakusaidia, nitakupeleka paka pale, nikisalimiana naye tu ndugu yangu nitakutambulisha na yeye kwa muda mchache, utajiongeza mwenyewe ni namna gani ya kuongea. Basi Chioma akasogea paka pale nini, si unajua tena kaka yake na respect. Sasa alivyomsalimia akamwambia huyu ni rafiki yangu, nisalimie basi hata kidogo. Jamani, hai. Sasa mambo ya Hudson akampotezea kabisa. Lakini kwenye purukushani pale huku na huku bidada akadondoka chini, akaonekana kwamba mguu wake kama umepata mashaki. Akaonekana kwambia kwamba bana, pole bwana, utakuwa amna, mimi sijaumia sana na nini. Sasa mtu ambaye nampenda hata nikiumia maumivu hata sitosikia. Basi sawa, haina shida, muda tu wa kwenda dorm. Akamwambia basi fresh, mimi nakupeleka paka chumbani kwake. Akamleta paka chumbani kwa mchizi ambaye tu Anderson, bwana, mimi nishakufikisha hapa, kwa hiyo mwenyewe utajiongeza. Sawa, hiyo ni shughuli ndogo tu, mimi nitaweza nikajiongeza namna gani ambayo nitaishi naye. Basi mwamba ambaye tu Anderson anaingia katika chumba chake na demo wake, anashangaa kukuta demo mwingine. Huyu ni nani? Kwa hiyo umeamua kunileta huko ili mradi unionyesha kwamba una mpenzi mwingine, sio? Yaani wewe unanicheat hivi. Wakamuita, dogi, hebu njoo mtoe huyu mwanamke hapa ndani, simtaki hapa. Basi akaamua kumtoa. Bidana, mimi nakupenda Anderson, mimi nahitaji kuwa na wewe. Akamwambia, wewe una hadhi gani ya kuwa na mimi Kweli mimi nakupenda bwana, nahitaji za wewe ulivyo, nakupenda. Wewe ukitaka kuwa na mimi labda udate na dogs. Udate na dogs wangu. Huyo hapa miezi hiyo 3. Ukiweza kudate naye mimi nitakuwa fresh. Bila alivyorudi chumbani kwake akawa analia sana. Akamwambia hivi, yule mimi nilishakwambia kwamba yule ana roho mbaya, hauwezi kabisa kuishi naye namna hiyo. Mwamba ambaye aitwa Darusi akawa na mawazo vibaya mno, yani kwamba mwamba anavomdhihaki eti kwamba adate na bidada ndani ya miezi 3 afu zeni yeye aendelee naye. Kwa upande fulani hivi jioni ilipofika, bidada huyu hapa anaonekana hapa hana sehemu ya kwenda, lakini mchezo ambaye aitwa Darusi akaonekana kupita bali. Akamwambia bwana, kama utapenda twende nikusindikize paka mitaa chuo, kama utaki I don't care. Kwa hiyo fresh. Sasa bidada akawa mshikaji anaondoka, maana nyao akaonekana kuita pale. Bidada akaamua kumkimbilia mchizi, akaondoka naye. Sasa bidada leo hii hapa akaamua kumfuata mchizi ambaye ya Anderson. Akamwambia bwana, mimi nimekubali kudate na huyo mtu wako ambaye unamtaka. Fresh. Basi mamba akaamua kumpigia Darusi. Akamwambia wewe dog, hebu fanya mpango na kikao na wewe hapa, nahitaji kukabidhi mtu mara moja. Fresh. Mamba alikuwa anataka aondoke zake, lakini akaona sio mbaya, ngoja nirudi tu. Kama kurudi paka pale. Sasa bidada ambaye aitwa Isla akawa anajiuliza, mbona leo watu wengi kiasi? Akamwambia, wewe unashangaa kwa watu wengi Mimi kawaida yangu mimi ni pharmacy, kwa hiyo popote nilipo watu wengi, lazima ina swala kawaida sana. Jamani, mpo poa? Watu wetu tuko poa. Sasa leo hii hapa na kitu cha muhimu sana nahitaji kuambia. Nataka niwatambulishe kwamba my dogs, bwana Darusi anakuwa enda kudate na bidada ambaye aitwa Isla.
na pia namchagua mshikaji huyu hapa ambaye atakuwa kameramani wa kila kitu. Haya, Mbusu, unajua ile watu Mbusu hapa akamsukuma hivi, bidada akamlamba kibao mchizi ambaye tu Dalusi akaonekana kwa mind vibaya mno, kameramani kama mda wake vile, mchizi anataka atoe content. Basi mwamba akarudi katika chumba chake, akaonekana kupiga push up za kutosha na kuwadha dharau nyingi ambazo zinazidi kuendelea katika campus hapa, watu wana rekodi nini, unajua ile. Sasa rafiki yake kafika, ambia bro, punguza pressure mzee, unajua haya ni maisha sawa, kuna vitu vingi sana vimekutokea, lakini kwamba punguza jazba, mambo yote yatakuwa fresh. Yule mchizi mambo yote. Sasa bidada alivyorudi katika domo lake akawa anawaambia la shughuli zake, hivi yule ana akili kabisa yaani unatangaza mimi hadharani kiasi kile. Mimi nilishakwambia, Chioma akawa anamwambia kwamba yule anadharau, usidate naye. Kwa upande huku sasa mchizi ambaye aitwa Dalusi akaingia paka nyumbani kwa mchizi ambaye aitwa Anderson, akawa anapanga nini, anambia oya, nimepiga followers 10,000 10k. Alafu sikia mwamba, sitaki kukuona hapa nahitaji uniletee content. Hebu fanya chochote uniletee content, sawa? Basi leo hapa bidada akiwa amelala asubuhi sana, wenzake wanamuita, hebu twende bwana, kuna nini? Twende. Kwa kafika nje na kukutana mwamba ambaye aitwa Dalusi anapiga gitaa, nakupenda Isla, nakupenda sana. Unajua tena kameramani kama kawaida yake anazidi kurekodi, akamwambia naomba, unaniconfuse sana kichwa, naomba uache, una shida gani? Shida nakupenda. Kwa upande wa pili kwa mwamba akamwambia oya, unajua vitu vinazidi kutrend, unajua ile hapa campus, yani kila mtu anaongelea hilo tu, unajua kitu kinaingia mtwende kweli mzee. So poa. Kwa upande huku mchizi ambaye aitwa Dalusi anakuwa na mshikaji wake anacheka vibaya, mnaambia mwanangu, hivi uliwaza nini mzee Sasa bidada huyu hapa kipindi anatoka zake domo akamwambia, vipi, mbona leo hujaingia chuo una shida gani? Yani tuka asubuhi uko hapa, yani uko tu bwana, naomba uniache, mind your business. Yani vitu vingi sana vinanichanganya akili huko, kila nje kila mtu ananitaja mimi Kwa upande huko anambia, bro, nimekwambia hivi niletee content nahitaji content, kwa hiyo fanya chochote ili mradi mimi nipate content, sawa? Basi mwamba kama moja kwa moja kuenda paka katika chumba cha bidada ambaye aitwa Isla. Akafika pale akamwambia, mbona umeingia chumba changu bila kuniarifu? Yani sina appointment yote na wewe. Akamwambia, bwana, mimi nahitaji kwenda kula chakula na wewe, kwa hiyo ukubali ukatae. Mwamba kama kumweka begani, akaamua kutoka, bwana niache. Bidada akawa anapiga kelele sana, lakini mwamba hakujali wala nia, akatoka naye paka nje. Watu wote si unajua chuo ile, watu kibao, kameramani bila kupoteza muda wake kuchukua content, si unajua, akaamua kutoka naye paka mitaa ile pale. Bidada akapiga sana kelele, akamleta paka Mr. Frank ile restaurant kula, akamwagizia chakula. Bwana wewe vipi, mbona unataka kunifuata? Akamwambia, wewe sikia, yani hapo usitaki utakaa karibu na mimi, wewe si unalichagua kumbe utaki kula sawa, iko chakula mimi nakipenda iko mzee, mimi na njaa sana. Akamwambia hivi, sikutaki na naondoka. Akamwambia, wewe hebu tulia chini hapo mzee unataka kwenda wapi? Nimekwambia hivi sikutaki. Nakwambia hivi, wewe subiri mpaka nimalize kula, tutaondoka tu wote, sawa? Mambo yote yatakuwa fresh. Mchizi kama kawaida yake anachukua tu video. Bidada alivyorudi zake mitafrani vya domo, akawa anawaambia wenzake, hivi yule mwana ananidharau kiasi hichi kwa nini ananifanyia hivi? Bidada akaamua kuchukua mlango huyo, akaamua kutoka nje. Sisi tulimwambia achane naye kabisa yule mtu. Bidada alitoka nje, akawa ni mtu wa kulia vibaya mno, maana sio kwa dhia yake ambazo anazidi kuzipata hapa mitaa chuo. Hasa kipindi ametulia pale nje na wanachuo wenzake wakapita, jamani, huyu dada saizi amekuwa maarufu huko TikTok. Eti ana date na yule Dalusi, yule si dogs ambaye dogi wake. Basi mwamba bidada akaona so kesi, leo hii akafaa kapendeza fresh, akaamua kupitia sehemu kuchukua zawadi ili ampelekee Anderson, labda Anderson anaweza kwamba amekunjua moja kwa moja akunjue paka pale. Akamwambia, jamani, nimekuletea zawadi nimegundua huko mtazawani unapenda sana juisi ya maziwa, kwa hiyo nimeona nikuletee, au kuna shida gani? Akamwambia, umeniambia uniletee juisi ya maziwa, si your favorite. Mwamba kama kuichukua, akaifunua, akaiangalia kwanza, akatupa pembeni, afu akammwagia bidada. Unanimwagia? Akamwambia, mimi siwezi kula vitu vya ovyo bwana. Usisahau kusubscribe, like na comment. So next inaokuja episode inayofuata kuna vitu vingi sana vitatutokea. Basi mwamba leo hii hapa yuko tulia hivi na wenzake. Mwamba ambaye aitwa Dalusi akaingia paka meza ile pale kwa jazba vibaya. Nimekwambia hivi, usimguse yule bidada siku nyingine, sawa? Ukitaka ugombane na mimi, umguse yule bidada, kanyaga bosi wake pale, kumkunja huku na huku, anataka kumpiga huku na huku.